Napenda kuwakaribisha tena siku ya leo tunapoenda kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. Naamini ya kwamba Mungu wetu ambaye anatupenda, anatujali, anaenda kutubariki kwa njia ya kipekee. Naomba tukaweze kuomba ili tukaweze kusikia neno la Mungu mchana wa leo. Baba wetu Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru mchana mwema. Tunaomba upate kunena pamoja nasi kupitia neno lako na kupitia mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Neno letu siku ya leo tunapata kwenye kitabu cha Marko mlango wa 10 mstari wa 46 mpaka ule wa mwisho 52, na nitasoma. Biblia inasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishuka njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Hilo ndilo neno la Mungu siku ya leo. Wacha Mungu akaweze kutubariki tunapoenda kusikia neno lake. Leo tunaangalia mtu huyu ambaye anaitwa Bartimayo. Bartimayo tunaambiwa kwamba alikuwa ni mwana wa Timayo. Baba yake alikuwa anaitwa Timayo. Na huyu Bartimayo tunasikia kwamba alikuwa na changamoto. Na changamoto yake ilikuwa ni kwamba yeye alikuwa ni kipofu. Na kwa sababu yeye alikuwa ni kipofu, basi akawa hana njia ingine ama namna ingine ya kupata mapato. Wakati ule watu kama hawa akina Bartimayo, viwete na watu wengine, kwa sababu hawakuwa na namna ingine ya kupata msaada ama kusaidika, walikuwa wanapelekwa katika pengine barabara na kuketi mahali pale ili wapate msaada. Na tunaona pia hata katika nchi yetu, ukizunguka katika town, utapata ya kwamba kuna watu ambao wanaketi barabarani wakitafuta msaada kwa watu, na watu ambao wako na huruma wanaweza kuwabariki kwa njia moja ama nyingine. Ni kwa sababu hakuna njia ingine ambao wanaweza kupata mapato yao. Na basi Bartimayo akawa katika hiyo hali. Na tunasikia ya kwamba Yesu pamoja na wanafunzi wake walipofika Yeriko, wakapata Bartimayo ambaye alikuwa ameketi barabarani, alikuwa kando ya barabara akiomba msaada. Kwa nini kando ya barabara pale Yeriko? Jericho ilikuwa ni mji ambao ulikuwa na umenawiri sana kibiashara. Ulikuwa ni town ama mji ambao ulikuwa umenawiri sana hata kwa kiuchumi, ilikuwa ni juu sana. Na kwa hivyo ilikuwa ni desturi ya kwamba mtu akiwa na shida anawekwa kando ya barabara, sana sana mahali ambapo kuna watu wengi, ili wapate msaada. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na kwa hivyo wakati mmoja tunasikia kwamba Bartimayo akasikia kelele ya watu. Yesu na wanafunzi wake walikuwa wakipita barabarani wakielekea mji wa Yeriko. Na kwa hivyo Bartimayo akasikia kelele. Na aliposikia kelele akauliza ni nini inaendelea. Akauliza, nafikiri wale ambao walikuwa karibu na yeye, huenda ikawa kwa sababu alikuwa ni kipofu, kama pengine hakuwa na mtu wa kumsaidia kumuuliza ni nini inaendelea, pengine alishika mmoja wao kwa sababu ilikuwa ni umati mkubwa, wazee, ama alipaza sauti tu, ni nini inaendelea.
akaambiwa ya kwamba Yesu ndiye anapita. Na aliposikia kwamba Yesu anapita, Bartimayo hakupoteza wakati. Hakuuliza huyu Yesu ni nani, hakuuliza ametoka wapi. Hakukuwa na maswali kama hayo. Lakini Bartimayo aliposikia tu ya kwamba ni Yesu Mnazareti, akapata ule ujumbe, ama ujumbe ukaja katika mawazo yake, kumbe huyu ni ule Yesu ambaye tumekuwa tukimsikia. Na in fact Bartimayo akarespond kwa njia nyingine. Wakati alipokuwa akipiga kelele akitafuta msaada ama akitaka Yesu apate kumsikiliza, akasema Yesu mwana wa Daudi. Hakutumia ile lugha ambayo wale wengine walimwambia kwamba ni Yesu Mnazareti anapita. Yeye alibadilisha jina na kusema kwamba Yesu mwana wa Daudi. Ni kumaanisha nini? Inamaanisha kwamba Bartimayo alikuwa amesikia vizuri habari za Yesu. Na basi imefika wakati ambapo Yesu mwenyewe amepita karibu naye. Na kwa hivyo Bartimayo akasema, basi this is my day. Hii ni siku yangu. Na akasema ya kwamba nitajaribu, nitahakikisha kwamba huyu Yesu ameweza kunisikiliza. Na kwa hivyo akapaza sauti yake. Wapendwa, nataka nizungumze kuhusu nini siku ya leo? Nataka nizungumze kuhusu msaada wa kudumu wakati wa mateso. Unaweza ukasema sustainable help in times of trouble or distress. Ama kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba begging for the best. Kwa sababu Bartimayo alikuwa beggar. He was a beggar. Alikuwa ni muombaji. Alikuwa ameketi pale akiomba, mwenye ako na huruma mpatie kidogo na kadhalika. Na nilipokuwa nikiwaza nikasema kwamba ni nini tunaweza kuwa tukazungumzia hapa, ama tukapata lesson gani mahali hapa ambayo inaweza kutusaidia wakati kama huu. Wapendwa, nikaona ya kwamba huu ni wakati ambapo tunafaa kufikiria na kuona kwamba ni vizuri kutafuta msaada wa kudumu wakati ambapo ni wa mateso. Najua kwamba katika ulimwengu huu kwa njia moja ama nyingine tunapata msaada. Watu wanasaidiana kwa njia moja ama nyingine. Lakini usaidizi mara nyingi ambao tunapata katika pengine ulimwengu ama katika shida ambayo tuko, mara nyingi pengine ni msaada ambao itabidi tuendelee kuombaomba kila siku. Sio kitu ambaye ni ya kudumu. Kwa sasa tunaona kwamba serikali wameweza kusaidia watu ambao kwa wakati huu hawana kazi. Wengi wana vyakula wakati kama huu. Wengi wameathirika kwa sababu sasa hakuna kwenda kazini. Kuna mambo mengi ambayo inaendelea. Biashara nyingi zimefungwa, mahoteli na kadhalika. Na kwa hivyo watu wanapata msaada, lakini msaada huu ni msaada wa muda mfupi. Kumbuka kwamba Bartimayo was a beggar. Alikuwa anaomba msaada. Na aliposikia kwamba Yesu anapita akasema kwamba this is my time. Ni nini ilifanya Bartimayo kwenda barabarani kuomba? Ni kwa sababu alikuwa kipofu. Ni nini inafanya mtu kwenda barabarani pale kuomba? Ni kwa sababu hana namna. Lakini Bartimayo aliposikia kwamba ni Yesu anapita akasema kwamba basi hii ni siku yangu, na kwa sababu hii ni siku yangu nitahakikisha kwamba Yesu amesikia sauti yangu, na naamini kwamba Yesu akisikia sauti yangu mambo haitakuwa ni sawa tena. Mimi pengine sitakuwa mtu wa kuombaomba tena, kwa sababu nina hakika leo nitapata kupona. So begging for the best, ama msaada wa kudumu wakati ambao ni wa mateso. Sustainable help in times of trouble or distress. Jambo la kwanza ambalo tunabidi kufanya ama inatubidi tukaweza kufanya, wapendwa, ni kwamba we need to cry to Jesus. Hilo ndilo jambo ambalo tunahitaji, wapendwa. Inabidi tumlilie huyu Yesu. Kumbuka kwamba Bartimayo alilia aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti. Na yeye akajua kwamba huyu ni Yesu mwana wa Daudi ambaye ilikuwa imetabiriwa kwamba anakuja kuokoa ulimwengu. Bartimayo akasema, bas, this is my day. Hii ni siku yangu. Na Bartimayo akapaza sauti yake akamuita Yesu, kwa sababu hakubahatisha, alijua Yesu ni nani. Nafikiri alikuwa amesikia habari za miujiza zingine ambazo Yesu alikuwa amefanya, kuponya wagonjwa na kadhalika. Na sasa imefika ni tani yake, ni wakati wake, na yeye akasema kwamba naye mimi leo siwachwi nyuma. Na Bartimayo
akapaza sauti yake. Bartimayo akamuita Yesu Kristo, akasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu, unihurumie katika hali yangu, nimeteseka. Bartimayo wenda alizaliwa akiwa kipofu. Imagine hiyo miaka yote ambayo aliweza kuteseka, na aliposikia ni Yesu, Bartimayo akapaza sauti yake na akamuita Yesu. Akajua ni nani anamuita, na akasema, kuanzia leo, nafikiri katika mawazo yake aliwaza na akafikiria na akasema, hii tabia ya kukaa barabarani na kuombaomba leo itakusha, kwa sababu nimekutana na Yesu Kristo. Akamuita Yesu, na alipomuita Yesu, wapendwa wengine wakajaribu kumkemea, wakamwambia, wewe wacha kusumbua mfalme, kwa sababu tunaambiwa kwamba hii procession ya Yesu ilikuwa ni procession ya kifalme. And so mtu kama Bartimayo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kana kwamba ni maskini, ni mtu ambaye hajui mambo ya dini, na kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wanajua na kwamba wako sawa, pengine alikuwa anadharauliwa kwa njia moja ama nyingine. Na kwa hiyo kudisturb hii royal procession katika barabara was not in order kwa mtu kama Bartimayo, ni kama kuleta aibu. Wewe jaribu leo, ukisikia kwamba Uhuru Kenyatta pengine anapita na procession yake kwa lami ama kwa barabara baada ya kushuka kwa gari ama kwa ndege, jaribu na ujuaji yako kidogo kuanza kupaza sauti. Na sana pengine wewe ni asila, wewe ni mtu ambaye hata hujulikani. My friend, imagine the security ambao wamezingira hiyo mfalme. Na wewe unaitana pale mtu ambaye haujulikani, na unataka kumkosea heshima mfalme. Lakini Bartimayo akapaza sauti yake na akasema, liwe liwalo, mimi nitapaza sauti yangu. Naye akapaza sauti na akamuita Yesu. Unaweza pengine mfalme wa ulimwengu anaweza akaona kwamba umemkosea heshima kwa sababu ya taadhima yake, kwa sababu ya heshima yake, kwa sababu ya jina lake. Lakini nataka tuelewe ya kwamba ingawa Yesu alikuwa ni mfalme, lakini yeye alikuja akiwa ni mfalme wa roho zetu. Yeye alikuja akiwa ni mponyaji wetu. Yeye alikuja akiwa msaada wetu. Na kwa hivyo Bartimayo akalia akamlilia Yesu Kristo, kwa sababu alijua Yesu ni nani, na akasema, mwana wa Daudi, unirehemu. Akajua ni nani anafaa kumuita kwa wakati ambao unafaa. Bartimayo akalia kwa sauti kubwa, akamuita Yesu, na akasema kwamba sitasikia sauti ambayo ni ya kunidiscourage. Kile ambacho nitafanya, nitamuita Yesu, kwa sababu huyu Yesu ni Yesu ambaye anapenda kila mtu sawa sawa. Hapendi wengine kuliko wengine. Hiyo ndio sababu alikuja kwa watu kama Bartimayo na watu wengine. Na Bartimayo akapaza sauti na akajua ya kwamba leo ni siku yangu. Wapendwa, begging for the best. Bartimayo alikuwa akiomba ile kidogo barabarani, lakini akajua leo nitapata the best. Na akamuita Yesu kwa sababu Yesu ndiye anapeana the best. Wapendwa, Biblia inanifurahisha. Jambo la pili ambalo nataka tujue siku ya leo, ya kwamba as we beg for the best, nataka tujua kwamba the best is Jesus. Jambo la pili nataka tujua kwamba Yesu husikia maombi na kilio cha watu wake. Biblia inasema nini katika mstari wa 49? The Bible says, Yesu akasimama akasema, muiteni. Yesu akasimama kwa sababu ameitwa. Kazi ya Yesu ni kuitwa, na anapoitwa na watoto wake anasema, muniiteni nami nitaitika. Jeremiah 33 mstari wa 3 anasema, call unto me, muniite nami nitaitika, nami nitaonyesha mambo makuu msiyoyajua. Na kitabu cha Zaburi 120 mstari wa 1 inamaanisha, nasema, nilimlilia Bwana katika taabu zangu, naye akanisikia na akanijibu. Amen. Huyu Yesu ambaye tunamuita ni ule jana, leo na hata milele. Habadiliki wapendwa. Huyu ni Mungu
kwamba anasikia kilio cha watoto wake, anasikia kilio chetu. And that is the best thing ambayo tunataka katika maisha yetu, ya kwamba kuna yule ambaye tunamuita wakati wa mateso, kuna yule ambaye tunamuita wakati wa shida, naye anasema kwamba niko tayari kusikia sauti yenu, niko tayari kusikia kilio chenu. Wapendwa, ni wakati wetu wa kumlilia Mungu, ni wakati wetu wa kumwangalia Yesu na kusema ya kwamba ni Yesu ndio tunamuita. Na ile kitu ambayo inatusumbua sasa ni kwamba watu wamesikiliza sauti nyingi. Kuna ujumbe nyingi ambayo ina circulate siku ya leo, mtu ana forward message hii, mwingine ana forward message hii. Kuna message mpaka inaleta confusion. Watu wanasahau kumtazama Yesu na kumuita Yesu. Wanaanza kusikiliza sijui daktari fulani alisema hivi, sijui kuna watu wa group fulani ya watu walisema namna hii. Tunaenda mpaka tuna lose focus. Badala ya kumuita Yesu tunaanza kusikiliza sauti nyingine. Kanisa la Mungu, wacha tumsikie Yesu, wacha tumuite Yesu, kwa sababu huyu Yesu anasikia kilio chetu, anasikia sauti ya watoto wake tunapomlilia, yeye anasikia. Jambo la tatu na la mwisho, wapendwa, nataka tujue kwamba huyu Yesu ndiye suluhisho ya matatizo yetu. He is the solution to all our troubles. Yeye ndiye anatatua matatizo yetu. Maandiko inasema nini? Biblia inasema ya kwamba Yesu akasema katika kitabu ile ya Marko pale katika mstari wa 49 inasema Yesu akasimama akasema, muiteni. Wakamuita ile kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Mstari wa 50 inasema akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Na ndio kitu Yesu anatuuliza siku ya leo, unataka nikufanyie nini? Na Bartimayo hakusitasita, akasema, mimi nataka kuona. Ni nini tunataka wakati kama huu kanisa? Ni nini tunahitaji? Ile kitu ambayo imetusumbua saa hii ni ugonjwa ambao ni wa corona, na ugonjwa wa corona imesababisha watu kuwa na njaa, wengine kupoteza kazi, wengine saa hii kuchanganyikiwa. Nasikia wengine kama wamefika mwisho katika maisha yao, wengine wanafikiria tafadhali kufa kuliko kuishi. Ni nini ilifanya Bartimayo akaenda barabarani kuombaomba? Ni kwa sababu alikuwa ni kipofu. Lakini leo hii kama corona hii ikiondoka, tutarudi katika shughuli zetu. Hakuna mambo ya lockdown, hakuna mambo ya kuzunguliwa na kunawa mikono kila siku, hakuna mambo sijui ya curfew, hakuna story kama hiyo. So what do we need wakati kama huu? Ni wakati wetu wa kusema, Yesu anatuuliza, mnataka nifanye nini? Na sisi kama watu ambao wako focused, sio wakati wa kuyumba na kusikia kila ujumbe. Ni wakati wa kusema, mimi nataka uniondolee corona. Kenya, utuondolee corona. Dunia Bwana, utuponye na hii corona. Na wakati Bwana atatuponya, wapendwa, tutarudi katika maisha yetu na maisha itaendelea. Na nataka nisema kwamba Bartimayo akasema, nataka kuona. Kuna physical blindness na kuna spiritual blindness. Na nataka nisema kwamba unapokutana na Yesu unapata uponyaji hii. Bartimayo sio kwamba tu alipata kuona, kwa sababu tunaambiwa kwamba alimfuata Yesu. That means macho yake ya nje ilifunguka na macho ya ndani ikafunguka. Wapendwa, yeye ndio suluhisho. Yesu ndio suluhisho. Ya kwamba pengine tutaendelea kuombaomba katika nchi hii. Pengine katika maisha yetu tutakuwa na kuombaomba, lakini tukiwa na Yesu, hata beyond kuombaomba hapa duniani, kuna wakati utafika, wapendwa, ambao tutaingia katika mji ule ambao hakuna kuombaomba tena. Hakuna kwenda barabarani na kuanza kuombaomba tena. Hakuna kupitia matatizo, hakuna corona, hakuna lockdown. Yaani kule itakuwa ni kufurahi pamoja na Bwana milele na milele. Na nasema kwamba Jesus is the solution to all our troubles. Wapendwa, Yesu anatuuliza, unataka nikufanyie nini? Bartimayo hakusitasita, akasema, nataka kuona. Na nataka nisema kwamba Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Amen. Akapona kwa kuona kwa macho yake, na akapona pia katika roho yake. Mwimbaji akasema kwamba, I once was blind but now I see. What an amazing grace. Ya kwamba kwa neema ya Mungu we can be able to see.
Yaani matatizo yetu ambayo tunapitia katika ulimwengu huu, Bwana anaweza akatatua. Na sio hiyo tu, that is good, but the best ni kwamba tukuwe na uhusiano na Yesu. Macho yetu ya roho zetu zifunguke ili siku moja tumuone Yesu. Nataka nisema kwamba Yesu akasema imani yako imekuponya. And I want to say this, imani yetu inaenda zaidi ya mahitaji yetu ambayo ni ya kimwili. Our faith goes beyond our physical needs. Friends, hii ulimwengu pengine hatutamaliza taabu, hatutamaliza shida, lakini ni vizuri tukuwe na uhusiano na Yesu Kristo zaidi ya kusema nataka hii, nataka gari, nataka uponyaji, nataka nini. Hizi ni vitu vya muda, itaisha. Lakini msaada wa kudumu ni kwamba tukuwe na uhusiano wa karibu na Yesu Kristo, na siku moja tutamuona. Yesu akasema imani yako imekuponya. Bartimayo akapona na akamfuata Yesu. Amen. Si Mungu atusaidie tupate kuelewa, wapendwa, ya kwamba tunahitaji msaada wa kudumu. Hizi za ulimwengu ni za muda, na msaada wa kudumu inabidi tumlilie Yesu. Ya pili, tujue kwamba huyu Yesu anasikia kilio chetu. Na jambo la tatu, tupate kuelewa kwamba Yesu ndiye suluhisho ya matatizo yetu hapa duniani na hata ambaye ni ya milele. Mungu atubariki sana. Tunapomwendea Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunapomuita Yesu, tunapomlilia Yesu na kusema mwana wa Daudi unirehemu. Mungu atuhurumie wakati kama huu wa corona, na atuondolee shida hii, na sio tu kuondoa corona, aondoe dhambi katika roho zetu, tupone katika roho zetu, siku moja tumuone Yesu Kristo. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu umesema pamoja nasi. Nataka niombe ya kwamba watu wako watakulilia. Naomba kwamba kanisa lako Mungu tutakulilia wakati kama huu, na dunia nzima tunaweza kukulilia wakati kama huu, kwa sababu wewe unasikia maombi yetu, unasikia kilio chetu. Umesema muniite nami nitaitika. Bwana, tunakuita wakati kama huu. Wewe ndiye suluhisho ya matatizo yetu. Utuondolee corona hii, utuondolee janga hii, utuondolee ugonjwa huu na matatizo mengine ambao watu wako wanapitia wakati kama huu. Tunaomba baraka zako na tunaomba ushindi wako. Tunakuamini na tunajua kwamba tukiwa pamoja na wewe, mambo Bwana inaenda kubadilika na mambo itakuwa ni mazuri. Uinuliwe, utukuzwe milele, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Mungu akubariki sana.